Alan Okello mchezaji wa kubahatisha. Alan Okello sio mchezaji ambaye ana klasi ya kuweza kuchezea timu ya Yanga kwa sababu ni mchezaji ambaye anabahatisha tu, lakini uongozi wa Yanga ambao unaongozwa na Engineer Hersi Said, wao wanajipanga na kutaka kuwaaminisha wana Yanga pamoja na mashabiki wa soka hapa nchini Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla ya kuwa Alan Okello ni mchezaji mzuri. Japokuwa kwenye mechi zilizopita ameweza kubahatisha na kuweza kutoa assist. Kama unataka kuniamini mimi ya kwamba Alan Okello ni mchezaji ambaye anapendelea kubahatisha, basi angalia kwenye michezo mikubwa, ile michezo ya CAF, michezo ambayo Yanga alishindwa kupata matokeo, basi Alan Okello alikuwa anashindwa kuonesha makali yoyote yale. Alan Okello alikuwa mchezaji ambaye anarukaruka uwanjani na kushindwa kuleta performance kubwa ambayo wachezaji wakubwa wengine wanaileta. Kwa mfano Pacome Zouzoua, mchezaji huyu amejipambanua ya kwamba yeye ni mchezaji mkubwa na ni mchezaji wa mechi kubwa, kwa sababu tumeweza kumuona ameperform vizuri kwenye mechi tofauti zikiwemo za ligi kuu ambazo zinahusisha timu kubwa ikiwemo Simba. Pacome aliweza kuifunga Simba, lakini kule katika CAF Champions League Pacome aliweza kuadhibu Al Ahly kwa kutoa performance ambayo ni nzuri sana. Lakini ukimgeukia Alan Okello, ukianza kumwangalia Alan Okello toka akiwa anacheza katika klabu yake ya kule Uganda, toka akiwa anacheza katika timu yake ya taifa ya Uganda kule katika mashindano ya AFCON, Alan Okello alishindwa kuonesha ya kwamba yeye ni mchezaji wa juu. Alan Okello ukimlinganisha na Ofen Chikola, basi ni wachezaji ambao wanaendana kwa kila kitu, japokuwa kitu ambacho kinawatofautisha ni kwamba Ofen Chikola ni Mtanzania mwenzetu na Alan Okello ni mtu kutoka nchini Uganda, na watu wengi wamekuwa wakiwaabudu wachezaji ambao wanatoka nje ya nchi, hususan wachezaji ambao wamekuwa wakicheza katika vilabu vikubwa hivi, yani Simba na Yanga. Tumeweza kuona wachezaji wengi wana viwango vidogo lakini wanaabudiwa. Kwa mfano pale Yanga kuna mchezaji ambaye anaitwa Prince Dube, amekuwa ni mchezaji ambaye anaabudiwa sana kuliko hata Clementinho Mzize ambaye ana kiwango kikubwa kuliko Prince Dube. Sasa tukirejea katika mada yetu kuu ya kumzungumzia Alan Okello, bwana, Alan Okello ni mchezaji wa kawaida, sio mchezaji mkubwa wa kucheza katika timu ya Yanga na Simba. Na mimi nadhani kile ambacho Engineer Hersi Said aliweza kukifanya, yani kupanda ndege na kumfuata mpaka aliko Alan Okello na kumsaini katika klabu yake Vipers, zile zilikuwa ni sifa na ile ilikuwa ni mihemko ili kuweza kuwaridhisha mashabiki wa Yanga na kuona ya kwamba timu ya Yanga imeweza kuishinda timu ya Simba, kwa sababu kama ambavyo tunafahamu kulikuwa kuna tetesi ambazo baadaye zilikuja kukanushwa na Murtaza Mangungu, mwenyekiti wa klabu ya Simba, ya kwamba hawakuwahi kumtaka Alan Okello, lakini yeye Engineer Hersi Said ili kuweza kupata sifa kama ambavyo aliweza kufanya kwa Musa Bala Conte, basi aliamua kwenda kufanya vivyo hivyo kwa Alan Okello na kuweza kumrejesha katika mitaa ya Twiga na Jangwani. Lakini kuuhalisia Alan Okello ni mchezaji wa kawaida. Alan Okello ni mchezaji ambaye anafaa kuweza kuchezea timu kama Pamba Jiji, anafaa kuweza kuchezea timu kama TRA United, kama ambavyo kina Chobwedo na Valentine Nauma ambavyo wanarukaruka katika vilabu vyao hivyo vya TRA United. Nadhani hili litakuwa limewachoma mashabiki wengi wa soka, hususan ni mashabiki wa Yanga, kwa sababu mashabiki wa Yanga siku zote wao hawapendi kumuona mchezaji wao akipondwa, lakini uhalisia ni kwamba Alan Okello ni mchezaji wa kawaida. Mimi napenda kumfananisha na Ofen Chikola. Hata wachambuzi wengi wa soka wamekuwa wakielezea hili ya wazi kwamba Alan Okello ni mchezaji ambaye ni mdogo sana. Sasa yeye kama Alan Okello anajiona yeye ni mchezaji mkubwa na anaweza kuleta kitu cha tofauti katika timu ya Yanga, basi tunamuomba aweze kuperform katika mechi kubwa. Tuliweza kuona amedhibitiwa zaidi, tuliweza kuona amedhibitiwa sana katika mechi ya watani wa jadi, mechi kati ya Simba na Yanga. Hakuweza kufua dafu, aliweza kukabwa mpaka na mshambuliaji mwenzie Elia Mpanzu Kibisawala. Bwana, hiyo ilikuwa ni issue nzima ambayo inamhusu kijana mdogo ambaye hawezi mpira, kijana mdogo ambaye ni mchezaji wa kawaida Alan Okello. Lakini mimi ni presenter wako Richmond TZ, tulikuwa wote kutokea mwanzo mpaka mwisho wa hii exclusive ambayo inamhusu Alan Okello. Lakini kabla sijakuacha mpenzi mtazamaji wa channel yako pendwa kabisa ya Bongo 9, ningependa kukuasa uweze kusubscribe channel yetu ili siku zote uwe wa kwanza kupata taarifa zetu za kimichezo
kutoka ndani na nje ya Tanzania, kwa sababu kama kawaida yetu sisi ni kukuhabarisha wewe mpenzi mtazamaji, ili uweze kujua matukio tofauti tofauti kama haya. Mpaka wakati mwingine, ni mambo mazuri mazuri ya kimichezo.